بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالألوهية توحيدا وإعظاما، وأظهر بديع حكمته حقيقة لا أوهاما، وأرسل رسله تحقيقا لدينه وإحكاما. سبحانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الإيمان والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك اللهم من الشك والشر والشرك والشقاق والنفاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الطلبة، أهلا بطلاب العلم، وشاكرا على هذه الرغبة وهذا الحضور في تحقيق الهدف في طلب العلم الشرعي. بإذن الله تعالى سنتدارس ونراجع kama tulivyotangulia kwamba sisi ni wanafunzi mfano wenu, na lengo tumekusanyana kwa ajili ya kufanya muraja, kadhalika tatbiq, kuyafanyia kazi baadhi ya mafunzo ambayo tumefunzwa na asatidha, kadhalika mashekhe mbalimbali. Miongoni mwa mashekhe hao ni mashekhe zetu na walimu zetu katika maahadi hii, maahad al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na katika daura hii nitasimamia na kutoa baadhi ya fawaid katika mandhuma ya al-Baiquni, manzumatu al-Baiquni fi ilmi mustalahi al-hadith. Na elimu ya hadithi tunakusudia mustalahul hadith, kwa sababu neno au mustalah ya neno mustalahul hadith asli yake ni ilmu alhadith, lakini imekuja jina la mustalahul hadith baada ya tafri'at, baada ya elimu hii kufanyiwa tafri'at au kugawanywa, ikapatikana jina la mustalahul hadith. Na elimu ya hadithi ni elimu pana na ni elimu ambayo inahitaji muda mrefu kujifunza. Na katika miongoni mwa aima walioisifu elimu ya hadithi ni al-Imam al-Qadhi Iyadh, ambaye alikuwa ni imam al-awhad fi asrihi bi'ilmi al-hadith. شيخ الإسلام القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى عياض اليحصبي الأندلسي
al-Hafidh limadhhab al-Maliki alisifu elimu ya hadithi kwa kusema huwa ilmun adhbu al-mashrab ay wasali lishurbi. Elimu ya hadithi alipigia mfano ni kama kinywaji chenye ladha, kinywaji ambacho ukianza kunywa hukiachi mpaka ukikamilisha. Kadhalika akasema ni rafi'ul matlab, ni elimu pana, elimu ya hadithi. Kadhalika akaisifu kwa kusema mutalaffiqu al-yanbu', elimu ya hadithi ni mfano wa chemchemi, ni ilmu al-marghub, ni elimu ambayo ili uifahamu basi uwe na malengo ya kuisoma kwa muda mrefu mno. Kisha akasema mutasha'abul fusul wal furu', yani mutafarri'u wa mutaaddidul ajza. Elimu ya hadithi ni elimu nyingi na ni elimu yenye milango mingi na elimu yenye maudhu nyingi. Kadhalika katika miongoni walioisifu elimu ya hadithi ni al-Sheikh al-Dr. Saad bin Abdullah al-Humaidi, ambaye ana shabaka katika mtandao inaitwa Shabakatul Aluk. Ni shabaka mzuri kwa tulab al-ilm ya al-Sheikh al-Dr. Saad bin Abdullah al-Humaidi, ambaye ni miongoni mwa mashekhe zetu katika nchi ya Saudi Arabia. Alisifu elimu ya hadithi kwa kusema inna ilma alhadith, hakika elimu ya hadithi ilmun murtabithu bi jamii abwabi din, ni elimu ambayo imekusanya milango yote ya dini. Wa min alulumi allati yahtajuha kullu alim, na ni katika elimu ambazo kila msomi wa dini anahitajia kufahamu elimu ya hadithi, sawaun kana mutakhassisan fi tafsiri alquran wa fi usuli, sawasawa awe ametakhasus na fani ya tafsiri au usul tafsir au fi alfiqh wa fi usuli, au awe ametakhasus na fani ya fiqh na usul, yani usul al-fiqh au fi al-lugha wa fi adabiha, au ni sawasawa awe ametakhasus katika takhasus ya lugha na adabu yake, au fi ghairiha, au katika fani nyingine katika fani za elimu. Kisha akasema fala yastaghni an ilmi al-hadith ahad, hakuna asiye haja na elimu ya hadithi yoyote katika wasomo. Akasema lakini ilma alhadith, elimu ya hadithi min alulumi allati yahtaju talib ila hududhi alarida, ni katika elimu ambazo mwanafunzi anahitajia awe na mchoro maalum wa kujifunza elimu hii ya hadithi. Wa manhajiyati almuthla, lakini awe na ratiba maalum katika kusoma elimu ya hadithi. Wa mu'nati alkutub, kadhalika awe na maktaba, awe na uwezo wa vitabu. Wa qudrati dhihniya, lakini kadhalika awe na akili ya kuweza kuisoma elimu ya hadithi. Wa min alkhututh alarida, katika miongoni mwa michoro ambayo ni mizuri, maarifatu anwa'i alkutub, ni mwanafunzi kuanza kujua baadhi ya aina ya vitabu katika fani hii ya ilmu mustalah alhadith. Na wanawachuoni wamegawanya vitabu
vinavyoelezea mustalahul hadith katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza, uktubu. Sehemu ya kwanza ni mukhtasarat, ni vitabu ambavyo ni mukhtasarat. Aina ya pili ni mutawassitat, ni vitabu ambavyo vipo kati na kati. Na sehemu ya tatu au aina ya tatu ni mutawwalat, yani shuruhat au musannafat, ni vitabu vikubwa. Katika vitabu hivi, yani mukhtasarat, mutawassitat na mutawwalat, minha ma yataallaqu biadab at-talib. Miongoni mwa vitabu hivyo kuna vitabu ambavyo wanaelezea adabu za mwanafunzi. Wa minha ma yataallaqu bitarikhi sunna. Miongoni mwa vitabu hivyo ni vitabu vinavyoelezea historia ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa minha ma yataallaqu biilmi alhadithi wal athar. Miongoni mwa vitabu hivyo ni vitabu vinavyoelezea elimu ya hadithi, kwa maana mustalahul hadith. Wa minha ma yataallaqu bikutubi riwaya. Kuna miongoni mwa vitabu hivyo vinavyoelezea riwaya na kueleza mapokezi ya riwayatul hadith. Wa minha ma yataallaqu bishuruhil hadith. Kuna miongoni mwa vitabu vinavyoeleza sharh mbalimbali za hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Wa minha ma yataallaqu bimabhath aljarh wa ta'dil. Na kuna miongoni mwa vitabu katika kutubul hadith vinavyoelezea mabhath za elimu ya aljarh wa ta'dil. Wa minha ma yataallaqu bikutubi rijal, yani rijalul asanid. Kuna miongoni mwa vitabu ambavyo vinaeleza rijalul asanid. Wa minha ma yataallaqu bikutubi ruwati alhadith, vinavyoelezea marawi wanaopokea hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa minha ma yataallaqu bikutubi takhrij. Kuna miongoni mwa vitabu vinavyoelezea takhrij, akhrajahu al-Bukhari, akhrajahu Muslim. Kadhalika minha ma yataallaqu bikutubi al-ilal, yani ilalul hadith, ni vitabu vinavyoelezea kasoro za hadithi ambazo zinasababisha kwa kasoro hizo kufahamika hadithi ambazo ni sahihi na hadithi ambazo ni dhaifu. Fahadhihi alkutub bisuratiha al'ama, vitabu hivi ambavyo tumevitaja au aina hii ya vitabu tuliovitaja kwa ujumla wake, yas'ab alwusul ilaiha, inakuwa ngumu mwanafunzi kufahamu elimu ya mustalahul hadith. Lakinna bainaha tadakhul wa minha tubna ala al-akhar, lakini utakuta kitabu hichi kinasaidiana na kitabu hichi. Ukisoma kitabu cha mwanzo cha mustalahul hadith, ikawa mathalan kinaelezea masaili ya adabu at-talib, adabu za mwanafunzi. Kitabu chengine inakuwa kinaelezea mathalan riwayatul hadith au ilmu alhadith wal athar. Kwa hiyo pole pole itakapokuwa una hududh al-aridha, utaweza kufahamu elimu ya mustalahu alhadith. Wa min hududh al-aridha, na katika njia iliyo mzuri na mchoro sahihi wa elimu hii ya hadithi ni maarifatu ahami mutunat fi ilmi mustalah alhadith, ni mwanafunzi kuanza kufahamu mandhuma ambazo ni sahihi na zimefupishwa katika elimu ya hadithi.
qayiduha wahfadhuha, andikeni mandhuma hizi ambazo tunazitaja au vitabu hivi ambavyo ni katika mukhtasarat ambavyo tutavitaja. Utafanya ikhtisar, fupisha kwa jina la kitabu, baadaye utakuja kufuatilia zaidi. Lakini mimi kwa faida ya sautiyat ambazo zinaweza kubaki katika tasjilat, nitataja na muallifu wa kitabu. Mandhuma ya kwanza ni Mandhumatu al-Baiquni للإمام الحافظ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي أو الحنبلي. منظومة أو كتاب نمبر 2 نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني شهاب الدين الشافعي المعروف بابن حجر. كتاب نمبر 3 الهداية في علم الرواية شاء الإمام الحافظ محمد بن محمد ابن يوسف الدمشقي الشيرازي الشافعي أبو الخير المعروف بابن جزر. كتاب نمبر 4 التذكرة للإمام الحافظ عمر بن علي ابن أحمد بن محمد بن عبد الله سراج الدين أبو حفص الأندلسي المصري الشافعي الشهير بابن الملقن، أمين معروف لدى طلاب وابن الملقن. كتاب نمبر 5 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للإمام الحافظ يحيى بن شرف بن مر بن حسين بن حسن بن حسين ابن محمد جمعة بن حزام المعروف بالإمام النووي. كتاب نمبر 7 ألفية السيوط للإمام الحافظ المصنف شيخ المؤرخ شيخ الإسلام جلال الدين ابن أبي بكر كمال الدين الخضيري المعروف بالسيوط. كتاب نمبر 8 ألفية العراقي جاء الإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المعروف بالحافظ العراقي. كتاب نمبر 9 الباعث الحثيث للإمام الحافظ الفقيه المفسر إسماعيل ابن عمر ابن كثير بن درع القرشي الشافعي الدمشقي الشهير بابن كثير. العاشر كتاب 10 ni المحدث الفاصل بين الراوي والواعي جاء الإمام الحافظ المحدث أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي القاضي الشهير بالرامة الرمزي. الرامة الرمزي. Hizi ni katika mandhuma na katika mukhtasarat fi ilmi mustalah alhadith. Ni vitabu ambavyo mwanafunzi akivifahamu kisha akawa na manhaj almuthla ya kusoma vitabu hivi,
au mandhuma hizi inakuwa ana ittisaq katika ilmu mustalah alhadith. Kadhalika min khutut al-arida, katika mchoro ambao ni mzuri kwa mwanafunzi ambaye ana lengo la kujifunza elimu ya mustalahul hadith, ni maarifatu ahami musannafat wa shuruhat fi ilmi mustalahi alhadith, ni kufahamu sharhi ambazo ni nzuri zaidi katika elimu hii ya mustalah alhadith. Qayyiduha, kitabu cha kwanza ni Alqawlu Almukhtasar fi tawdih nukhbat alfikr cha Sheikh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil hafidhahu Allah ta'ala. Kitabu cha pili ni Nuzhatun Nadhar fi sharh nukhbat alfikr li Ibn Hajar. Kitabu namba 3, yani katika shuruhat, ni Sharh Fath al-Mughith fi alfiyat al-hadith lis-Sakhawi. Al-khamis, kitabu namba 5 ni Sharh Ibn Uthaymin fi Manzumat al-Bayquni. Al-sadis, kitabu cha 6 ni Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib للنووي للإمام السيوطي. السابع، كتاب نمبر 7 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. الثامن، كتاب 8 معرفة أنواع علم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح. التاسع، كتاب 9 النكت الحديثية على مقدمة ابن الصلاح. العاشر، كتاب 10 التقييد والإيضاح للحافظ العراقي. كتاب 11 ni Sharh Ilal al-Hadith لابن رجب الحنبلي. جميع هذه الكتب من جانب النظر وليس بالحكم على الحديث. Vitabu vyote tulivyovitaja ni vitabu ambavyo mwanafunzi anasoma na anasoma taarifat na aina za hadithi dhaifu, na sio hukumu juu ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna tofauti katika kusoma mustalahul hadith na kusoma hukumu ya hadithi za hadithi. Waweza ukasoma mustalahul hadith kuanzia mustawa al-awwal fi kulliyati al-hadith mpaka mustawa wa athami, lakini usifahamu hukumu za hadithi. Lakini ukawa unafahamu taarifat na mustalahat na una uwezo wa kupima kwamba hadithi ikija hivi, ikiwa na masharti haya, hii inahesabika ni hadithi dhaif, lakini bila kuweza kuhukumu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maana tashihan au tadhaifa. Huthubutu kudhoofisha hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam wala kusahihisha, tukiwa na makusudio kwamba suala la kusahihisha hadithi au kuidhoofisha hadithi si suala la tulabul ilm,
ni suala la ahlul ilmi, kibarul ulama, na sio daraja ya wanafunzi. Sasa tunaingia moja kwa moja katika kujifunza elimu ya mustalahul hadith. Inna likulli ilmin wa likulli fannin mabadi, kila elimu na kila fani ina misingi ya kuidhibiti kabla hujaingia katika fani ile au katika elimu ile. Walikulli ilmin muqaddimat wa ta'rifat wa mustalahat, na kila elimu ina istilahati zake. Wa minha almabadi'u al-asharatu lil'ulum, miongoni mwa misingi ya elimu ya awali ambayo mwanafunzi atakiwa kuifahamu misingi hiyo ni ile misingi 10 ya kila fani katika ulumu ash-shar'iyya. Qala Abu al-Irfan Muhammad bin Ali al-ma'ruf bis-Sabban al-mutawaffa fi 'ami 206 ba'da 1000 في حاشيته على شرح ألفية بن مالك قال: إن مبادئ لكل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. Qaiduha, andikeni katika madaftari misingi hii 10. Kila elimu ina misingi 10 ambayo mwanafunzi apasa kuijua misingi hiyo kabla ya kuanza fani yoyote katika fani za elimu. Msingi wa kwanza ni alhaddu, na alhaddu maana yake ni at-ta'rif. Taarifu ya elimu ya mustalahul hadith huwa ilmun bil qawanin wal qawaid yu'rafu biha ahwalu as-sanad wal matn. Elimu ya mustalahul hadith ni elimu ya kufahamu misingi na kaida ambazo kwa kaida hizo tunafahamu hali ya as-sanad, yani tunafahamu hali ya ruwatul hadith, wal matni, na tunafahamu hali ya al-matni kwa maana al-marwi, kilichopokelewa. Andikeni baadhi ya hizi nukta kwa sababu tumeafikiana baada ya hii daura tutakuwa na ikhtibar kwa kila somo maswali 10. Kwa hiyo huenda ukiwa utamakinika utafanya mtihani vizuri biidhnillah, lakini kama sio mtihani basi lilfawaid. Alhad, taarifu ya mustalahul hadith huwa ilmun bil qawanin wal qawaid yu'rafu biha ahwalu as-sanadi wal matni, na hii ni sehemu mzuri katika kuhifadhi. Sehemu ya pili ni al-mawdhu', kufahamu maudhu ya somo unalolisoma. Maudhu ya
mustalahu alhadith ni maarifatu rawi wal marwi min haythu alqabul warad, ni kumfahamu mpokezi na kilichopokelewa ambacho ni hadithi, min haythu alqabul warad. Au maarifatu sanadi wal matn min haythu alqabul warad. Sehemu ya tatu ni athamara, ni ipi natija ya elimu ya mustalahul hadith. Thamaratu ilmi alhadith maarifatu ma yuqbalu wa yuraddu min alakhbar au tamyiz baina alsahihi waldhaif min alhadith. Natija ya kufahamu mustalahul hadith ni kuweza kufahamu kati ya hadithi ambayo ni sahihi na hadithi ambayo ni dhaifu. Namba 4 ni nisbatu. Elimu ya mustalahul hadithi inanasibishwa kutoka wapi au inanasibishwa kwa nani? Ilmu alhadith, elimu ya hadith, yunsabu ila ghayrihi min alulum alshar'iyya alistilahiyya atabayun, inanasibishwa kama elimu nyingine katika elimu za sheria, yani elimu za dini ambazo zipo kiistilahi, tena ambazo zinahitaji atabayun. Atabayun maana yake ni hadithi au ni mustalah wenye maana zaidi ya moja au wenye kauli zaidi ya moja, ambao ndani ya hii mustalah au katika taarifu au maana ya hadithi au maana ya mustalahul hadithi kukapatikana zaidi ya kauli 3 za wanachuoni. Kila mmoja anasema maana yake ni kadha, mwingine anasema maana yake ni kadha, na mwingine anasema maana yake ni kadha. Ndio maana ya tabayun. Kwa ni elimu ambayo ipo kiistilah, taarifati zake hazikuja moja kwa moja ikawa maana ni hiyo hiyo. Kuna maana tofauti katika istilahi za elimu ya hadithi. Kadhalika sehemu namba 5 ni fadluhu, ni kufahamu fadla za elimu na umuhimu wa elimu ya mustalahul hadith. Mustalahul hadith min ashrafil ulum, fadla yake elimu hii ni katika elimu ambayo ni bora zaidi baada kitabi llahi jalla jalaluhu, idh bihi yu'rafu almaqbul walmardud min alahadith. Ni elimu ambayo ina sharaf hasa kwa mwanafunzi anayejifunza elimu. Ni elimu ambayo ni tukufu zaidi katika elimu baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu ya 6 ni alwadhi'u, ni kumfahamu aliyeanzisha, mwanzishi wa elimu ya mustalahu alhadith. Huwa Abu Muhammad Al-Hasan bin Abd al-Rahman الشهير بالرامة الرمزي. أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن
الشهير بالرامة الرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. na kushajisheni katika kununua kitabu hichi cha Al-Muhaddith Al-Fasil, kwa sababu kwanza mtunzi wa kitabu hichi ndiye mwanzilishi wa ilmu ya mustalah al-hadith istiqlalan, ndiye mwandishi wa kwanza aliyeandika elimu ya mustalah al-hadith akaiweka katika tadwin, kwa maana akaidawin na kuiandika katika sehemu moja, katika kitabu kimoja, kitabu kinachoitwa Al-Muhaddith Al-Fasil baina ar-rawi wal-wa'i, na ndicho kitabu pekee ambacho madoktori wengi wanatuambia unaweza ukaacha vitabu vyote, lakini ukiwa na kitabu cha Al-Muhaddith Al-Fasil ukaweza kufahamu sehemu katika elimu ya mustalah al-hadith. Kadhalika sehemu ya ngapi? Sehemu ya 7 ni al-ismu. Wa qablahu, mwanzishi wa elimu ya mustalahul hadith istiqlalan, katika kitabu ambacho kimefanya fasil, kikatoa tafsil ya elimu ya hadith, ni al-Imamu ar-Ramah Hurmuzi, lakini istiqlalan, wa illa qad sabaqahu al-Imamu Shafi'i, ametanguliwa na al-Imamu Shafi'i fi kitabihi ar-Risala, katika kitabu cha ar-Risala. Kadhalika akaja al-Imamu al-Bukhari akataja masaili yanayofungamana na ilmu mustalah al-hadith, wal-Imam Muslim, kadhalika al-Imam Zuhri. Lakini tunakusudia aliyeanzisha kitabu ambacho ni mustaqim, kilichokusanya elimu ya mustalahu al-hadith. Namba 7 ni al-ismu. Kabla hujaanza fani yoyote katika ulum, lazima ufahamu jina la ile fani ambayo unaisoma, na jina la fani ambayo tunataka kujifunza inaitwa ilmu mustalah al-hadith au ilmu al-hadith dirayatan au riwayatan. Namba 8 ni al-istimdad. Istimdad maana yake ni chimbuko na asli, na ilmu mustalah al-hadith istimdaduhu min al-ahadith an-nabawiyya wa min al-athari al-marwiyya au tatabbu ahwali ruwati al-hadith. Asli ya elimu hii ni kutokana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam au njia za ruwatul hadith, kufahamu hali za wapokezi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Namba 9 ni hukmuhu, yani hukmu shari', kufahamu ni ipi hukmu ya somo au fani ambayo tunataka kuisoma. Na hukmu ya mustalahul hadith, hukmuhu faradhun kifaya, hukmu yake ni faradh al-kifaya inda taaddud, lakini kwa yule ambaye anakusanya katika kutoa kila sehemu.
ambaye hajataallaq na hukumu za hadithi za Mtume, yani baina ya tadhif na tasahih. Wa faradhu ain ala man farada bihi, na ni faradhi ya lazima kuifahamu elimu ya mustalahul hadith kwa shekhe ambaye amepwekeka kwa hukumu za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika asri ya qarib, mithlu al-Imam al-Albani, mfano wa Sheikh al-Albani, ilikuwa kwake ni wajib wa ni faradhi kufahamu elimu ya mustalah al-hadith. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma katika vitabu sasa hivi unaona sahahahu al-Albani, dhaafahu al-Albani. Ukifikia daraja kama hii, ni lazima ufahamu elimu ya mustalahul hadith, kwa sababu kutoa hukumu juu ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika udhaifu au kusahihisha hadithi dhaifu ukasema ni sahihi, au kudhoofisha hadithi sahihi ukasema ni dhaifu, ni balaa kubwa, bali kuna kumsemea uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na nyinyi mnafahamu hadithi maarufu, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sehemu ya 10, masailuhu, ni kufahamu masala yanayozungumzwa katika fani ambayo unaisoma. Wa masailu ilmi mustalah alhadith ni qadayahu wa qawaiduhu alhadithiyya. Qadayahu ni qadhiya za hadithi, wa qawaiduhu alhadithiyya, na misingi ya kihadithi. Kisha mwisho akasema, wal ba'd bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a haza ash-sharafa. Aqsamu ilmi al-hadith, aina na vigawanyo vya elimu ya hadithi. Ala wajhi al-ijmali naw'an, wanawachuoni wanaigawanya elimu ya mustalahul hadith ala wajhi al-ijmali aina mbili. An-naw' al-awwal, aina ya kwanza ni ilmu riwayat al-hadith, yani mustalahul hadith, ilmu dirayat al-hadith. Kuna elimu ya kusoma mustalahu al-hadith, wa huwa ilmu, nayo ni elimu ambayo yubhathu fihi, inatafutwa maarifatu ahwali sanadi wal matni, maarifa ya kufahamu hali ya as-sanad, yani wale wapokezi wa hadithi, wal matni, na kilichopokelewa ambayo ni matni ya hadithi, au maarifatu ittisali sanadi alhadithi bi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Elimu ya mustalahul hadith, tunajifunza kufahamu hadithi na kuunganika kwa hadithi kutoka kwa aliyepokea na walioipokea mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha kana fi hali as-sanadi, ikiwa katika hali ya kusoma wale watu al-hadith tunatafuta
maarifatu darajati alhadith, kufahamu daraja ya hadithi. Je, hadithi hii kwa upokezi huu daraja yake ni hadithi sahihi au alhasan au aldhaif? Tuko pamoja? Taban. Kadhalika katika hali ya sanad tunafahamu hadithi ambayo ni marfu' au hadithi ambayo ni mutawatir au hadithi ambayo ni almawquf au hadith algharib au alaziz au almashhur. Wa fi hali tadhaif, na katika hali ya hadithi dhaif, tunapotaja elimu ya mustalahul hadith tunajifahamisha na kujifunza zile aina za hadithi dhaif ni ngapi na vigawanyo vya hadithi ambayo ni dhaif. Mfano wa hadith dhaif almuallaq au almawquf au almaqdhur المنقطع، كذلك المعضل أو المرسل أو الشاذ والمنكر أو المضطرب والمقلوب والمعلوم أو المعلم. أيضا inaingia katika aina hii ya ilmu dirayatul hadith, ilmu aljarh wa ta'dil. Ukisikia elimu ya aljarh wa ta'dil inaingia katika elimu hii ya dirayatul hadith. Kadhalika ilmu takhrij, elimu ya kufahamu ruwatul hadith katika waliosahihisha na kuzitoa hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Kadhalika inaingia katika dirayatul hadith ilmu al-ilal, kufahamu ilalul hadith wa huwa as'abu wa adaqqu ilmi al-hadith. Na hii ndiyo elimu ngumu na elimu ambayo ni adaq katika elimu ya mustalahul hadith. Kadhalika aina ya pili ni ilmu riwayat alhadith au ilmu dirayat alhadith. Ya kwanza ni ilmu riwayat alhadith au dirayat alhadith kama wanavyosema wanawachuoni. Ya pili ni ilmu dirayat alhadith, wa huwa ilmu yukhtassu fihi ma'rifatu ma'na alhadith wa fiqhu alhadith wa min ma'rifati an-nasikh wal mansukh wa ma'rifati al-'am wal khas wa ma'rifati hukm al-hadith. Aina hii ya pili ya elimu ya hadith ni elimu ambayo ni hasa kwa kufuatilia maana na tafsiri za hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam na fiqhi katika hadithi za Mtume. Kadhalika kufahamu hadithi ambayo ni nasikh na hadithi ambayo ni mansukh, yani hukma. Kadhalika maarifatul am wal khas, kufahamu kwamba hadithi hii ina hukumu ya am na hadithi hii inahusishwa kwa mtu fulani au kwa tukio fulani. Kadhalika kufahamu hukumu alhadith. Elimu hii ndio unajifunza kufahamu hukumu za hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Tumesema hukumu ya kuhukumu hadithi za Mtume katika tadhaif au tasahih ni nafasi ya nani na daraja la nani? Kibarul ulama, na sio fulani, kwamba labda fulani amesoma kulliyatul hadith miaka yake minne, kwamba akija ana uwezo wa kusema hadithi hii ni dhaifu.
kwamba ana uwezo wa kuhukumu hadithi, bali ana uwezo wa kuangalia mustalahati za hadithi, lakini hajakuwa na uwezo wa kuweza kuhukumu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam wa ahkam. Moja kwa moja tunaingia katika kitabu sasa, ndio tunaanza darsa. Mko sawa? Mashaallah. Taban leo biidhnillah tutasoma abiyati 4. Nidhamu ya darsa, kupatikane mmoja wenu awe ni msomaji, kisha tunaanza kunukuu sharhi za wana wa chuoni biidhnillah kwa ikhtisar. Taban aina alqari, msomaji ambaye yuko vizuri, kuna rekodiwa akae hapa mbele asome, kisha tufanye muraja. Kwa hiyo asra betin apa? Cuman siapa? Arba'iyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, kita bagi nama muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala في كتابه المنظومة البيقونية طه بن محمد بن فتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام حديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Kwa ikhwa, leo tutasoma abiyati hizi, abiyati ya kwanza mpaka ya pili biidhnillah, na katika jilsa ya kesho tutaanzia na awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadha au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Taban اختلف العلماء في اسمه، wamekhtalifiana wanawachuoni katika jina la al-Bayquni. Faqila ismuhu Taha, uktub.
Faqila ismuhu Taha. Wako wanawachuoni waliosema jina lake bwana huyu alikuwa akiitwa Taha ibn Muhammad, na huenda katika mandhuma aliyokuja kusoma akhi al-Fadil ikawa jina lake kaandikwa Taha. Waqila ismuhu Abdullah ibn Muhammad, na wengine wakasema jina lake alikuwa akiitwa Abdullah ibn Muhammad. Waqila ismuhu Umar ibn Muhammad bin Fattuh al-Bayquni ad-Damashqi al-Shafi'i au al-Hanbali. Na wako wanachuoni waliosema jina lake akiitwa Umar ibn Muhammad bin Fattuh al-Bayquni almutawaffa fi ami 1080, ambaye amekufa mwaka 1080. Warajihu ikhtalafa alulama fi ismihi, na kauli ambao ni rajih wamekhtalifiana wanawachuoni katika jina lake. Walbayquni, na neno albayquni nisbatu ila qaryatin li taqa fi jumhuriyat Azerbaijan. Nisba ya albayquni wanasema ni nisba inayonasibishwa katika kijiji kinachoitwa Azerbaijan, gharbu Asia. Wallahu a'lam. Bada almuallif, ameanza alimamu albayquni biqaulihi, kwa kauli aliposema abda'u bilhamdi. Alhamdu huwa thanau wa dhikru albari bilmahamidi. Neno alhamdu ni sifa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zilizo tukufu. Qawluhu abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayri nabiyyin ursila. Qawluhu abda'u bilhamdi musalliyan, iddatu fawaid, kuna faida nyingi katika kauli hii. Alfaidatu alula, qawluhu abda'u bilhamdi bada'a bi'athana walmahamid lillahi tabaraka wa ta'ala. Ameanza imam kwa kumhimidi Allah, kumsifu Allah kwa sifa njema. Alfaidatu thaniya qawluhu musalliyan ala Muhammadin. Qala Sheikh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, alipo akifasir qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Akasema as-salatu min Allahi huwa ath-thanau ala rasulihi. Swala ya Allah subhanahu wa ta'ala anapomsalia mtume wake, maana yake ni thanauhu, ni kumsifu mtume wake inda almalai al'ala, mbele za malaika watukufu. Na salatu Allahi ala abdihi, na Allah anapowasalia waja wake, ay tawfiquhu wa rahmatuhu ala abdihi fi dunya wal akhirah, ni Allah kumwafikisha mja wake na kumrehemu mja wake duniani na akhira.
wa salatu al-abdi, na swala ya mja ala rasul, anapomswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, huwa ad-du'a wa tarahum was-salatu was-salamu alayhi, ni kumwombea dua na kumrehemu na kumswalia na kumsalimu mtume sallallahu alayhi wasallam. Alfaidatu athalitha, qawluhu musalliyan ala Muhammadin, ismuhu, jina lake, wa nasabuhu, na nasaba yake mtume alayhi salatu wassalam, huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanata ibn Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudhar bin Nizari bin Ma'ad bin Adnan. Nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Wa ikhtisaru as-salat duna as-salam, kufupisha kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam pasi na kumsalimu. Al-Imam an-Nawawi anasema yukrahu ikhtisaru as-salati duna as-salam ala an-nabi alayhi salatu wassalam, ni makruhu kumswalia mtume bila kumsalimia, kama alivyofanya au alivyoandika muallif akasema abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin, wala hakumsalimia. Lakini al-Imamu Ibn Hajar akasema yukrahu liman kana daidanuhu, ni makruhu kwa mtu ambaye atakuwa ndiyo kawaida yake, ambaye ana kawaida anamswalia mtume tu bila ya kumsalimia. Ni makruhu kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. طبعا. الفائدة الرابعة قوله خير نبي أرسل، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله على الإطلاق، وهو سيد الأنبياء والمرسلين. وإطلاق زوانوchuoni wote kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye bora wa viumbe wote na ndiye bwana wa mitume na manabii. Alfaidatu alkhamisa qawluhu khayru nabiyyi ursila, arrasulu akhas min annabi, rasul ni khas na kullu rasul nabi wa laysa kullu nabii rasula. Kila rasul anaweza akawa ni mtume, kila rasuli ni mtume, na sio kila nabii ni rasul. Alfaidatu السادس قوله خير نبي أرسل، النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين مصدقين بشريعة الرسل قبله. Nabii maana yake ni yule aliyepelekwa kwa watu ambao ni waumini, tena wenye kusadikisha sheria ya manabii ambao wamepita kabla ya huyo aliyetumilizwa. Alfaidatu sabia qawluhu khayri nabiyyi ursila, arrasul man ursila ila qaumin kuffar, rasul ni yule aliyepelekwa kwa watu ambao ni makafiri, mukadhibin, ambao wanakadhibisha bishari'in jadid, ambao wamezikadhibisha sheria zilizopita na sheria ambayo ni mpya. Wa umira bitabalighihi, kisha akapewa sheria mpya akaambiwa nenda kaifikishe.
الفائدة الثامنة قوله وذي من أقسام الحديث عدة. الواو حرف عطف، ذي اسم الإشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، وذي من أقسام الحديث عدة. الفائدة التاسعة قوله وذي من أقسام الحديث عدة. أقسام الحديث في الأصل 3 أقسام. أصل حديث نفقوانه بتات: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الضعيف. والحديث الصحيح، حديث الصحيح wanawachuoni wamegawanya sehemu mbili: alhadithu as-sahihu lidhatihi was-sahihu lighairihi, walhadithu adh-dhaif. Na alhadith alhasan wakaigawanya katika sehemu kuu mbili: alhasanu lidhatihi walhasanu lighairihi. الفائدة العاشرة قوله وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدا. عدة أي عددا، نعداد معلوم. وقوله أتى أي سيأتي، وقوله وحد أي تعريفه ومعناه. أي maana ya kauli ya muallifu aliposema wa kullu wahidin ata wa hadda, ay wa kullu qismin, na kila aina, min aqsami alhadith, katika aina za hadith, sayati taarifuhu wa maana, itakuja maana yake na taarifu yake. والإمام البيقوني ذكر 32 نوعا من أقسام الحديث. Katika risala hii al-Imam al-Baiquni ametaja aina 32 za hadithi. Wa dhakara al-Imam Ibn Salah fi muqaddimatihi 67 naw'an min anwa'i ilmi al-hadith. Al-Imam Ibn Salah katika muqaddima wake, muqaddimatu Ibn Salah, ametaja aina 67 za hadithi dhaif. ولعل سأكفي هنا إن شاء الله تعالى، وبإذن الله إن شاء الله تبدأ الحديث الصحيح. أولها الصحيح وهو ما اتصل. واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.